Karibu tuendelee. Kama hujaona sehemu iliyopita, ni vyema kaanza nayo kwanza ili twende vizuri. Shaka baada ya kukutana na wenzake wote wakaanza kuwa na mhoji Sonya kama kweli uliweza kuonana na Seno. Binti akawa amethibitisha kwamba nilimuona na sio kumuona tu, nilizungumza naye. Wakaamua kwenda kuangalia kwenye CCTV wakiamini kabisa kuna sehemu ambazo lazima Seno atakuwa alipita, lakini baada ya kuangalia vizuri wakawa wametambua kwamba CCTV zilikuwa zimezimwa masaa 12 kabla hilo tukio. Sasa baada ya Januari kuchunguza zaidi, akatambua kwamba shule pamoja na hospitali ambayo Daktari June anafanya kazi ziko chini ya taasisi moja ambayo inaitwa Masa Depani. Ndiyo sababu hospitali ya baba yake Asuka inafanya kazi sana kwa ushirikiano mkubwa sana na shule yao. Lakini Januari akasema kwamba ili wapate habari zaidi ni lazima wachakate vizuri mahali ambapo wanaweza wakapata habari za kutosha kuhusiana na shirika hilo, na mahali hapo sio pengine bali ni kwenye ofisi ya mkuu wa shule yao. Wakaamua kuvizia moja kwa moja. Kweli wakawa wamefanyikiwa kuingia katika ofisi ya mkuu wa shule. Mara moja wakaanza ukaguzi, wakawa wamepata kuna mafaili ambayo yalikuwa yamefichwa katika kompyuta ya huyu mwalimu. Wakawa wametambua kwamba uchunguzi wa afya wa wanafunzi wote wanaohusishwa na programu ya kubadilishana na wanafunzi wengine wa nchi zingine unafanywa na daktari mmoja tu, na sio mwingine, ni Daktari Juna ambaye ni baba yake Asuka. Wote wakawa wamemzana ukweli kwamba Juna ni baba yake Asuka. Sasa baada ya yote, Ricky pamoja na Jaden hawakulipokea vizuri hili jambo. Wakaamua moja kwa moja kwenda kwa Asuka kwenda kumhoji. Yawezekana huyu dogo anajua vizuri kuhusiana na baba yake, yeye amekuwa akiwaficha na wakati wanafanya kazi pamoja. Jaden akaanza kumlaumu kwamba Asuka, wewe hautoi siri, yawezekana baba yako yuko nyuma haya mambo yote na wewe unajua kwa nini umeficha hiyo siri. Hili jambo lilikuwa limeleta ugomvi mkubwa sana. Shaka akaamua kuingilia kati kuwatuliza hawa watu. Nyinyi ni wamoja jamani, lazima mfanye kazi kwa kushirikiana. Ricky pamoja na Jaden wao wakaamua kuondoka kabisa hapo kwa sababu ya hasira. Shaka akamwambia Asuka kwamba yeye anamwamini sana, hahusiki na lolote kuhusiana na jambo hili. Akamwambia kwamba atulie tu, kama ataweza aende kuzungumza na baba yake moja kwa moja, amuoji, kuna mambo mengine anaweza kuyajua huko. Asuka akawa ameahidi kwamba atafanya hivyo. Upande wa Miss Ain, yeye alikuwa anampenda sana binti Sonya. Mara nyingi alikuwa akimpelekea zawadi. Kwa nini? Ni kwa sababu binti huyu alikuwa anamchukulia huyu mama kama mama yake mzazi wa kumzaa, na jambo hili lilikuwa linamfanya Miss Ain aingiwe na huzuni sana anapomsikia binti akimwita mama. Kwa mujibu wa simulizi ni kwamba binti Sonya alilelewa katika kituo cha watoto yatima, hajawahi kabisa kumfahamu mama yake mzazi, hivyo Aini kuwa karibu na Sonya ni jambo ambalo yeye linampa faraja sana. Miss Aini akawa amemuuliza Sonya kwamba mbona huo mkufu sijawahi kukuona umeuvua? Sonya akasema kwamba hii ndio zawadi pekee ambayo nimesaliwa nayo maishani kwangu, ni zawadi ambayo nilipewa na mama yangu, hivyo nimeivaa muda wote kwa kumkumbuka mama yangu. Baada ya kuzungumza haya, Miss Aini akawa ametoka hapo moja kwa moja akaenda ofisini kwake. Aisee, alianza kulia sana. Sasa sijui ni nini ambacho anakificha huyu mama. Bwana mkubwa Radit akawa amefika hapo, akamwambia kwamba niko hapa, kama unahitaji mtu wa kuzungumza naye usiogope, zungumza na mimi. Jamaa akawa amesema kwamba kuna siri ambayo umekuwa ukiificha, mimi nimekwisha kuitambua, ninajua kabisa kwamba wewe ni mama yake Sonya. Aini akawa amemuuliza wewe umejuaje? Mshikaji akasema kwamba nimejua tu hili baada ya kuwa na kuona mara nyingi unakwenda kumtembelea Sonya na unakuwa na hisia kali sana juu ya huyo binti. Hapa ndipo tukao tumeujua ukweli kwa nini Miss Aini alikuwa anaficha sana kuonesha kwamba Sonya ni mwanaye. Hapo zamani za kale, Miss Aini alikuwa ni mraibu na mtumiaji wa madawa ya kulevya hatari sana. Sasa katika harakati zake akawa amefanikiwa kupata mimba. Baada ya kuwa amejifungua, mtoto huyo hakuweza kumlea yeye kwa sababu ya hali yake, hivyo aliamua kumpeleka katika kituo cha watoto yatima. Baada ya yeye hali yake kuwa sawa, alitamani kwenda kumfuata binti yake ili amchukue, lakini alihofia akiamini kwamba kuna familia ambayo inaweza ikajitokeza ikampenda binti Sonya na kumfanya kuwa mtoto wao. Kweli yakawa yametokea, binti Sonya akawa amepata ufadhili na kuja kusoma katika hii shule. Mwana mama Aini aliamua kupambana na kutafuta nafasi ya kuja kufundisha kwenye hii shule ili awe karibu na binti yake Sonya, amhudumie, amjali na kumpatia zawadi anapopata nafasi. Huyu mwalimu amekuja kufundisha hapa kwa sababu ya binti yake tu na sio kitu kingine. Sasa hii shule kila mmoja anaichunguza kwa namna yake. Upande wa mwalimu Aura, baada ya kuchunguza akawa ametambua vitu vingine vibaya sana, akaamua moja kwa moja kwenda kumweleza Shaka. Akasema kwamba kuna jambo nimelifahamu kuhusiana na hii shule, tukiongelea kuhusiana na vifo ambavyo vinahusishwa moja kwa moja na hii shule. Vifo vyote vinaonekana vina uhusiano wa moja kwa moja na shirika la Masa Depani, lakini bado hawajajua ni nani ambaye anamiliki shirika hilo. Kulingana na mazungumzo ya walimu, binti anasema kwamba shirika hilo lilianza
ilianzishwa na mafisadi fulani hivi kwa ajili ya kutakatisha fedha, yani kusafisha pesa ambazo ni haramu, wakijidai kwamba wanalinda watoto ama wanalea na kusaidia watoto yatima. Anasema kwamba hii ndiyo sababu hii shule kujiandikisha na mwanafunzi kupata nafasi ya kusoma kwenye hii shule imekuwa ni rahisi sana, hata katikati ya muhula unaweza kufanya jambo hilo. Mwandishi mmoja aliwahi kuandika makala kuhusiana na shirika hilo, lakini alifariki siku 3 baada tu ya habari yake kuwa imetoka. Baadaye waandishi wengine wakaamini kwamba kuandika ubaya wa hii shule na shirika ambalo liko nyuma ya hii shule ni jambo ambalo linahatarisha sana maisha yao, hivyo wengi wakawa wamekimbia kabisa kuandika chochote kibaya kuhusiana na hii shule. Sasa hii habari ikazidi kuwashangaza sana, wanaanza kujiuliza hili shirika linahusiana vipi na maisha yanayoendelea hapa kwenye hii shule, hususan kupotea kwa Seno pamoja na kuuawa kwa Andre. Je, shirika hilo linafanya biashara haramu ya viungo vya binadamu? Shaka akaanza kuogopa, akaanza kuona kabisa ana nafasi ndogo sana ya kumkomboa mdogo wake kutoka katika midomo hii ya mamba. Akaona kabisa huu mzigo ni mzito sana, Aura akawa hapo kumtia nguvu tu mshikaji na kumfariji. Hospitalini Asuka akawa amekaza moyo, akaamua kwenda moja kwa moja kwenda kuzungumza na baba yake. Akaenda kumuuliza kuhusiana na kesi ambazo zinaendelea shuleni na kuhusiana na baba yake. Je, alikuwepo siku ambapo Andre alikuwa anakanusha habari yake kwamba aliibiwa figo kutoka kwenye hii shule? Mzee akawa amejaribu kukwepa kibingwa kabisa kwa utulivu wa hali ya juu. Asuka ikabidi kuonesha ushahidi kwamba amekwisha kufahamu kwamba uchunguzi wa afya za wanafunzi kuhusiana na ile programu inayoendelea kule inafanywa na daktari mmoja tu na sio mwingine, ni daktari huyu Juna ambaye ni baba yake Asuka. Mzee kuona hivi akawa ameshtuka sana baada ya kugundua kwamba kijana wake ameanza kutambua ukweli. Baba yake ikabidi kueleza kwa utulivu kabisa, akasema kwamba yeye ni mratibu tu, anahakikisha wanafunzi wote wana afya njema. Huo ndio ukweli anaojua yeye. Akakiri kabisa kwamba hata siku ya mkutano ambapo Andre alienda kupinga kwa kukanusha kwamba maneno aliyozungumza ni ya uongo, kweli alikuwepo pale, lakini alikuwepo pale kama daktari kuhakikisha kwamba Andre alikuwa timamu kiakili na sio kuruhusu mtu kuzungumza maneno kama haya. Akaomba msamaha sana kwa kijana wake kwa kumdanganya kwa muda mrefu kwa kusema kwamba hakuwepo kwenye ule mkutano, na anasema kwamba aliogopa kumwambia hapo awali. Aliamini kwamba kama angesema angemtoa mchezoni mwanaye kufocus na masomo, angeanza kuogopa. Akasema kwamba tangu kifo cha mke wake Asuka ambaye ni mtoto wake, huyu ndiye mtu pekee ambaye amebaki naye, yani ndiye familia ambaye anamlinda kwa namna yoyote ili abaki kuwa naye. Baba yake kisha akawa amemruhusu kijana, akamwambia kwamba kesho itabidi urudi shuleni tu ukaendelee na masomo mwanangu. Kijana kwenye kutazama akaona kama kuna nguo fulani hapa, mara nyingi sisi tumekwisha kuziona, daktari huyu mara nyingi huwa anazivaa anapoenda kumwona Seno. Shaka akaamua kumtambulisha rasmi binti Aura kwenye timu yake. Ni wazi kwamba hata akiwa miongoni mwa hii timu hakuna kitu chochote kitakachoharibika. Akasema hivi, kwa yeye hamtilii shaka Asuka kwa namna ya aina yoyote, anaamini ni kijana ambaye ni mtiifu na ni mwema kwao. Ricky pamoja na Jadin wao pia wakawa wameomba msamaha, wakasema kwamba walichukizwa ni kwa sababu ya hisia tu, na wote wakawa wameapa tena wakarudi kwa ushirikiano mkubwa ili kuendelea kumtafuta Seno mahali alipo. Asuka baada ya kuongea na baba yake bado alikuwa na wasiwasi sana, akawa amempigia mwamba mzee wa kuhaki na kumwambia kwamba yeye mchunguza vizuri zile data ambazo tulizinakili kutoka kwa mzee. Baada ya kuchunguza wakawa wamegundua kwamba hili jambo la mtu kufanyiwa upasuaji shuleni pale na uchunguzi wa kiafya mara nyingi huwa linafanyika kila mwaka katikati ya wiki ya mwezi wa Aprili, hii ikiwa inamaanisha kwamba hata wao huu mwezi ulikuwa ni mwezi Aprili na wana wiki moja tu ya kuhakikisha wanapata utambuzi wa juu ya Seno yuko wapi na nini kilichomkuta. Tofauti na hapo, Seno atakuwa amepoteza kiungo ama atakuuawa na yeye moja kwa moja. Usiku huo Miss Aura akiwa peke yake ofisini, siku hiyo alikuwa amechelewa sana kwa sababu ya kazi nyingi sana, akawa anasikia kama kuna mtu anatembea. Sasa alipoenda kufungua mlango, kwa bahati mbaya akawa amegongana na mwalimu Aina ambaye alikuwa amefika hapo kwa ajili ya kuja kuchukua begi lake. Baada ya kuombana radhi, Aina akawa amechukua begi lake, Aura ikabidi kwenda ndani kwenda kubadilisha nguo. Sasa baada ya kurudi kuendelea na kazi, akaanza kuhisi kama kuna mtu anamchungulia kutoka kwa nyuma. Alivyoingiwa na hofu, akawa ameangusha simu. Kwenye kuiokota hiyo simu, kuna mwanaume mmoja alikuwa amejifunika uso wake, akawa amemshika mkono, lakini binti kwa bahati nzuri akawa amekimbia kutoka eneo hilo. Sasa mtu ambaye alikuwa anamkimbiza Miss Aura alikuwa anaonekana ana uzoefu mkubwa mno na hili jengo, hivyo alikuwa atumii nguvu sana kumkimbiza huyu binti. Yani huyu binti alikuwa anakimbia, lakini sasa kinachonishangaza na yeye ndo akimbia na viatu namna hii, yani akimbia hivi kweli.
atatoboa kweli huyu mnavyomuona nyinyi? Yule mwanaume alikuwa anamfuatilia kwa siri. Binti akiwa na hofu akawa amepata mahali pa kujificha, ni kwenye ukumbi fulani hivi wa mkutano, kajificha huku. Akawa amepata wazo, ikabidi kumpigia Shaka na kumjulisha kwamba kuna mtu anamkimbiza, yuko sehemu fulani, anahitaji msaada wa kutosha, msaada wa haraka. Mara moja Shaka na vijana wake wakawa wameenda kumtafuta binti sehemu alipo. Sasa sehemu ambapo binti alikuwa amejificha, yule mwanaume naye akawa amefika hapo na akawa ameviona vile viatu vya huyu binti. Mshikaji akawa ametoka hapo. Sasa binti si akajua kwamba mshikaji kaondoka. Alivyojaribu kufungua mlango, kumbe mwamba alikuwa hapa. Binti ikabidi kuanza kujitetea maisha yake, kwa sababu anajua kabisa maisha yake yako hatarini mpaka hapa. Sasa baada ya kuwa ameshambuliwa, binti akawa amepoteza fahamu. Kwa bahati nzuri, Shaka akawa amefika hapo kumsaidia Aura akiwa na wenzake. Sasa baada ya kumsaidia Aura, ambacho wao walikishindwa kukifanya kwa wakati, waliamua kuwekeza mawazo yao na akili yao kwa mwalimu wao. Hivyo wakawa wamemchukua mwalimu na kumpeleka hospitalini. Hawakutumia huo muda kutambua yule mtu alikuwa ni nani. Sasa wakiwa hospitalini hapo, Asuka akawa amefika hapo baada ya kuwa amepata taarifa kuhusiana na Aura. Baada ya salamu kidogo, Januari pamoja na Jaral wakawa wametoka kidogo. Shaka akawa amepigiwa simu na rafiki yake polisi. Polisi huyo alikuwa hospitalini hapa. Mshikaji Shaka akawa amekumbuka kwamba aliwahi kushauriwa na Aura kwamba amweleze Asuka kwamba yeye ni polisi. Shaka akaamua kumchukua Asuka. Asuka bado hajaelewa kitu chochote, anashangaa tu, mbona hao watu wanaongea vitu vigumu namna hiyo? Huyu jamaa anaitwa Irwan amefika hapa kutoa maelezo kuhusiana na mtu ambaye alidaiwa kumshambulia Andre. Inavyosemekana yule mtu ni moja kati ya watu hapa anapatikana kwenye magenge ya kihalifu, lakini mshikaji licha ya kubinywa vizuri, lakini hakusema ni nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo yote. Yaani jamaa walidunda, lakini jamaa ni nunda, hakusema kitu chochote, aliamua kubunda. Andre bado anashangaa tu, hao watu mbona wanaongea vitu vigumu namna hii? Ilwani huyu polisi akawa ameeleza kwamba mshikaji alisema kwamba kuna mtu mwingine ambaye ameagizwa na bosi wao kwa ajili ya kuja kushughulika na binti mmoja ambaye ni mwalimu katika hiyo shule. Mwalimu huyu anayetajwa ni nani? Ni Aura, ambaye tayari muda si mfupi kuna mtu kweli alienda kumshambulia huyo mtu. Sasa hawajajua ni nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo yote. Baada ya Irwani kuwa ameondoka hapo, Asuka ikabidi kumuuliza Shaka, Shaka, wewe ni polisi? Mshikaji akasema kweli, mimi ni polisi na niko hapa shuleni kwa ajili ya kuja kuchunguza kutoweka kwa mdogo wangu. Mdogo wako? Mdogo wako nani? Mdogo wangu Seno. Seno ni mdogo wako? Jamaa akawa ameeleza kila kitu kwamba yeye ni kaka yake Seno, na kafika hapa Seno alikuwa amekwisha kumwambia kila kitu kuhusiana na Asuka, lakini kwa bahati mbaya tu hakumtambulisha moja kwa moja, japo ulikuwa ndo mpango wa Seno, na ndo maana mshikaji kafika hapa na akawa karibu sana na Asuka. Lakini Shaka akawa amemwambia kabisa kwamba mshikaji asimwambie mtu yoyote kuhusiana na hiyo siri, abaki nayo kifuani. Upande wa Miss Aura, baada ya muda akawa ameamka, wana wakiwa hapo wanamjulia hali. Asuka akamuona kama Shaka huu karibu sio wa mwalimu na mwanafunzi, hapa kuna uhusiano bado unafichwa fichwa. Sasa Asuka hili jambo liko limemuumiza sana ndani ya moyo wake, akaanza kujisikia vibaya, akaamua kutoka hapo. Wenzake wote walikuwa wamemfuata hapo, akiwa nje ana stress. Washikaji wakawa wanamwambia mbona kama wewe una mawazo, wewe unavyoonekana ulikuwa unampenda Miss Aura, si ndio? Jamaa akawa amekiri kweli, nilikuwa nampenda huyo mwalimu kwa sababu alionekana kunijali sana, alionekana kunipenda. Washikaji zake wakawa wanamwambia kwamba mwachana na Pisi ambayo tayari imekwisha kumwelewa muhuni mwingine. Mbona wewe kuna binti mmoja ambaye amekwisha kukupenda kwa muda mrefu na tunajua hilo jambo. Sonya anakupenda. Sonya ananipenda kweli. Jamaa wakaanza kumwambia, wakaanza kumjaza sasa kichwa. Sonya anakupenda kweli. Watu wote tunajua hilo jambo. Lakini wewe mwenyewe ni kama unambania. Sasa Asuka ni kweli hata yeye mwenyewe alikuwa anampenda Sonya, lakini alikuwa aamini kabisa kama Sonya alikuwa anampenda yeye au alikuwa anampenda Seno. Jamaa baada ya kuwa amemchochea sana, mshikaji alikuwa amekubali ataenda kulifanyia kazi hilo jambo. Asuka baada ya kurudi kwenye wodi, akawa amemkuta Sonya tayari yuko ndani hapo. Yuko kwenye hicho chumba, kaja kumsalimia mshikaji na akamletea na chakula. Binti akamuuliza, ulikuwa wapi? Asuka ikabidi kusimulia kuhusiana na tukio la Miss Aura kushambuliwa, na akasema kwamba alikuwa huko. Asuka akawa amemshukuru sana Sonya kuwa na yeye karibu kila nyakati ambapo yeye huwa anatingwa. Sasa Sonya pale shuleni amekuwa akionewa sana na anapelekeshwa na binti mmoja anaitwa Nikeni ambaye anaonekana kama rafiki yake, lakini mara nyingi amekuwa akimtumia Sonya kwenye kila kitu. Asuka akamwambia kwamba kuanzia sasa hautakiwi kuwa mnyonge tena kwa yule binti Nikeni. Mimi kwa sasa nitakuwa upande wako, nitakulinda kuanzia sasa. Mshikaji akaahidi kabisa kila kitu atahakikisha Sonya anaishi kwa uhuru na anaupata uhuru wake pale shuleni. Kesho yake tukio lililomkuta Miss Aura lilimfanya bwana mkubwa Badman kuongeza usalama hapa shuleni. Akawaahidi walimu kwamba uhalifu huu uliofanyika hapa ni lazima niongeze ulinzi wa kutosha hapa shuleni, watu muwe huru. Sasa walimu wengine wakuwa wanampa shinikizo Badman ampigie simu mwalimu mkuu, lakini mshikaji anasema kwamba bwana, nimekwisha kumtumia message, nimemtumia email, nimempigia simu, lakini hakuna majibu yote niliyoyapata. Kwa sababu hiyo Badman
ikabidi tu yeye aongeze walinzi wa kutosha hapa shuleni. Upande wa darasani sasa, watesi wa Sonya kama kawaida wakaanza kumsumbua huyo binti. Yaani unaambiwa kwamba hao watesi walikuwa hata hawafanyi homework ya aina yoyote. Sonya alikuwa anafanya kila kitu. Sonya alikuwa kila siku lazima alete pipi kwa mtesi wake, yaani hiyo ilikuwa ni sheria. Wakati binti Neki anamuomba pipi yake, binti akamtazama kwanza Asuka. Asuka akamuonesha ishara kwamba binti, usikubali unyonge. Mara moja binti kweli akawa amekanusha, akasema kwamba mimi sio mnyonge kabisa. Nike, chukua 50 zako, mimi nichukue 50 zangu, kila mmoja apite njia yake, sitaki kabisa hata ushikaji na wewe. Na ile pipi aliyokuwa amemletea akaila kabisa mbele ya huyu binti. Wakati wa chakula cha mchana, Asuka siku hiyo akawa amemletea Sonya chakula, hivyo akaanza kula kwa pamoja. Sonya akawa amefurahi sana, hajawahi kupata mtu ambaye anamjali namna hii. Asuka na yeye kaamua kabisa kufuata ushauri wa washikaji zake. Miss Aini muda huo yuko pembeni tu anawatazama, anafurahi, lakini sasa atafanya nini kwa sababu bado hajaeleza kwamba Sonya ni binti yake. Asuka akakubali kuanza maisha mapya ya mahusiano na huyu binti kwa sababu moyoni mwake alikuwa amekwisha kwanza kumpenda, lakini alikuwa na wasiwasi. Sasa kwenye kufurahi huyu binti akawa amejisahau, akasema asante mpenzi kwa chakula. Mshikaji akasisimuka mpaka miguu. Wakawa wameingiwa na aibu tu. Aibu hii ilifanya hata stori ziishe kabisa, wanatazamana tu wanachekacheka usiku mzima. Asuka anakumbuka maneno ya binti kumuita mpenzi, 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 mpenzi. Mahali pengine tunamfahamu mtu mmoja anaitwa Marvin. Huyu jamaa ana binti yake anaitwa Sofia, wao wanamuita Sophie. Huyu binti ana tatizo la figo, anahitaji kupata figo nyingine. Akiwa hapa hajitambui. Mshikaji anamtazama binti yake, yuko tayari kufanya jambo la aina yote. Muda mfupi baadaye Dr. Juna akawa amefika hapo. Mshikaji akamuuliza Juna kwamba Seno yuko tayari kwa ajili ya upasuaji, siwezi kupoteza muda zaidi, natamani mtoto wangu apone haraka. Lakini Juna akasema kwamba wewe, nilikuagiza kwenda kumkamata Seno, badala yake ulimpiga vibaya. Hiyo sio njia nzuri ya kumleta mtu. Seno yuko katika hali mbaya, bado hajafika katika hali nzuri ambayo tutafanya upasuaji kwa wepesi na uharaka zaidi. Sasa hapa umetambua kwamba huyu jamaa Marvin ndiye mtu ambaye alienda kumkamata Seno siku ambayo Seno alitoroka. Kama unakumbuka vizuri, Dr. Juna alimlaumu sana Marvin kwa kumpiga Seno badala ya kumkamata tu na kumrudisha hapa. Sasa Dr. Juna anamwambia kwamba huyu mshikaji ni lazima awe mvumilivu ili yeye ahakikishe Seno yuko katika mazingira safi na bora kiafya, ndipo upasuaji ufanyike. Lakini huyu mshikaji sio tu kwamba anafanya kazi na Dr. Juna. Ngoja nikusanue sasa. Huyu mshikaji ambaye anaitwa Marvin, huyu jamaa ni naibu mkuu wa shirika ambalo linafanya kazi kwa pamoja na hospitali pamoja na ile shule. Yaani kiufupi, huyu jamaa unayemuona hapa ni kama bosi wa hiyo hospitali, pia ni bosi wa ile shule, ila akajificha nyuma ya ile shirika ambalo liko nyuma haya mambo yote. Akasema kwamba Dr. Juna, unatakiwa kufanya upasuaji wa Seno haraka. Dr. Juna akamwambia kwamba wewe unaonekana unajali sana afya ya binti yako kuliko mtu yoyote. Dokta akasema kwamba sikia, baada ya haya mambo yote mimi na nyinyi tunaishana 50-50, kila mtu achukue zake. Marvin akawa amepigiwa simu hapo na mtu ambaye anamwambia kwamba nimesikia wiki chache zilizopita, nimesikia habari mbaya sana imetokea kwenye hiyo shule SHS. Marvin akasema kwamba sikia, kuhusiana na shule, kinachotokea kule ni biashara yangu, niachie mimi. Jamaa akawa amekata na simu. Mahali pengine sasa ambapo Sonya anatengeneza mchoro fulani ambapo anajaribu kufikiria Seno alitokea wapi mpaka kufika hapa, Seno alikimbilia wapi. Binti anahitaji kufanya uchunguzi ili kujua Seno mahali alipokamatwa. Kweli binti kutumia fikra zake ambazo alikuwa amejaliwa na Mwenyezi Mungu akawa amefanikiwa kuchora ramani ya kufika sehemu ambapo Seno alipokuwa, na binti akaamua kwenda moja kwa moja akafika mpaka msituni. Kwa bahati mbaya zaidi, kwenye kuchunguza kwake hakuwajulisha wenzake kuhusiana na hili jambo. Kwa bahati akawa ameanguka sehemu ambapo kulikuwa kuna mlango wa siri wa kuingia sehemu ambayo ndiyo Seno kafungiwa. Binti akawa ameshuka mpaka chini huko, akaanza kumtafuta Seno kwenye vyumba kimoja baada ya kingine. Akafika katika chumba ambacho kweli Seno alikuwa ndani yake. Binti akafanikiwa kuuvunja mlango baada ya kuwa amesikia Seno yuko huko. Akaingia huko kwa ajili ya kumsaidia Seno, akaanza kuvunja ule mnyororo. Sasa katika kuvunja, kwa bahati mbaya bwana mkubwa Marvin ambaye alikuwa amejificha sura yake akawa amefika hapo, akamshambulia huyu mshikaji na akawa amefanikiwa kuchoropoka kutoka kwenye hicho chumba. Na sio tu kwenye hicho chumba, akawa amefanikiwa kutoka mpaka nje kwenye msitu. Akiwa huko, binti akaamua kumpigia Asuka, ambaye Asuka kwa muda huo alikuwa pamoja na Shaka. Akamjulisha kwamba nimepata maeneo ambayo Seno amefungwa. Kabla hajatoa maelezo zaidi, yule bwana mkubwa mwenye kinyago chake akawa amefika hapo. Binti akawa amekatisha kutoa maelezo, hivyo akaamua kujitetea. Binti akawa amefanikiwa tena kuchoropoka hapo. Kwa bahati nzuri zaidi, binti akawa amefanikiwa mpaka kufika katika chumba chake shuleni. Watu tunasema afadhali. Nyuma yake kumbe yule bwana mkubwa Marvin tayari amekwisha kuingia kwenye hicho chumba, akaanza kumshambulia huyu binti. Shaka pamoja na Asuka wakaanza kumtafuta Sonya. Mara wakasikia kama kuna kitu kimedondoka nyuma yake, kuangalia wakamkuta ni
lakini Sonya yuko hapo chini tayari amekwisha kufariki dunia. Mwili wa Sonya uko umepelekwa hospitalini. Miss Aini akawa amefika hapo, hakuamini anayemuona mbele yake kalala akiwa mfu ni mtoto wake wa kumzaa, na mtoto amefariki bila kujua kwamba Miss Aini alikuwa ni mama yake mzazi. Aini hili jambo lilimtoa kwenye reli, alilia na alijutia mpaka akawa amepoteza fahamu. Batman akiwa kama mwakilishi wa mkuu wa shule akawa ametoa pole kwa kifo cha Sonya. Wanafunzi wa karibu na binti wakawa wamefika kwa ajili ya kumtazama binti. Aska alihuzunika sana kwa sababu alikwisha kuanza kufungua moyo wake kumpenda huyu binti na alikuwa anampenda, lakini sasa anaanza kujilaumu kwa kuona kama kila mtu ambaye yuko karibu naye amekuwa akiumia. Watu wakaamua kumtuliza tu. Jaden akawa amuuliza kama Sonya aliweza kueleza mtu ambaye alimshambulia, lakini hakuna mtu yoyote aliyejua jambo hilo. Hili lilikuwa linawapa mashaka sana, kwa sababu adui yao inaonyesha wazi kwamba yeye anawatambua, lakini wao bado hawajamtambua. Aisee, kipengele ni kigumu. Kesho yake Batman akawa ameitwa kwa naibu wa Masa, sio mwingine ni bwana mkubwa Marvin kwenye ofisi yake. Marvin akawa amesema kwamba haya yote yanayotokea kwenye hii shule yanatokea ni kwa sababu ya makosa ya mkuu wa shule ambaye alitoweka tu, hajaja kutekeleza kazi zake. Anasema kwamba yuko bize na matatizo ya kifamilia. Matatizo ya kifamilia ndiyo yanasababisha hii shule iendelee kupata shida nyingi. Angekuwepo kuna vitu visingeendelea kutokea. Huyu mshikaji kama bosi wa hiyo shule akasema kwamba kuanzia sasa Rahad tumemsimamisha kazi, sio kumsimamisha tu, nimemfukuza kazi, na nafasi hiyo utaichukua wewe bwana mkubwa Batman. Wewe pia utatekeleza majukumu yote ya mkuu wa shule na nitakuongezea mshahara wako mara 3 zaidi. Na akamwambia kwamba unatakiwa kufanya kitu kimoja ambacho ni cha msingi zaidi, lazima uende ukawaambie walimu pamoja na wanafunzi kwamba kutokana na uchunguzi wa tume, kifo cha Sonya kimesababishwa na yeye mwenyewe kujiondoa uhai wake. Yaani hilo lazima ulisimamie. Lakini akamwambia kwamba wanafunzi wote tayari wamekwisha kuanza kutilia mashaka kuhusiana na kifo cha Sonya. Unahisi kitakuwa rahisi sana kwa wao kukubali hili jambo? Mshikaji akasema kwamba fanya kitu kimoja cha kibingwa ili wanafunzi pamoja na walimu watulie, watu wote waende likizo. Kweli Batman baada ya kutoka hapo akaenda kuzungumza na walimu wake, akamwambia kwamba kuanzia sasa mimi nimetoa majukumu yote ya mkuu wa shule. Yaani sio kwamba niko hapa kwa muda, niko hapa to stay. Mimi ndo mkuu wenu wa shule. Kuanzia sasa inabidi mniheshimu kama mkuu wa shule. Watu wakawa wameshangaa, kwa nini uwe mkuu wa shule ghafla tu, hakuna taarifa aina yoyote? Akasema kwamba hii nimeitoa kwa bosi mkubwa, na akasema kwamba hii shule inabidi kufungwa kwa wiki moja, na akasema kwamba Sonya, natakiwa kujua kwamba kwa mujibu wa polisi pamoja na tume alijiondoa uhai wake yeye mwenyewe. Miss Aini hakukubali hili jambo, akakataa. Kwa ushahidi gani? Na hao polisi unaosema kwamba ndo wamekupa huo ushahidi, wao walikuwepo? Hata hospitalini sijaona polisi wa aina yoyote. Unawezaje kusema kwamba Sonya amejiua? Hakuna mwalimu wa aina yoyote aliyekubali kwamba Sonya angeweza kujiua. Yaani Sonya asingeweza kufanya jambo la kipumbavu namna ile. Batman akawa amefunga kikao hicho mara moja, akawa amekisitisha kabisa baada ya kuona sasa wanamkalia kooni. Upande wa Marvin akawa amempigia simu Daktari Juna, akamwambia kwamba harakisha upasuaji, nimefunga shule ili kila kitu kiende sawa, upasuaji lazima ufanyike mara moja. Na akawa ametoa onyo kwamba kama Dr. Juna atachelewesha huo upasuaji basi atamfukuza kazi, na sio kumfukuza kazi tu, ni lazima atamfutia leseni Dr. Juna, yani atakuwa hoe hae. Kisha akawa amemkatia na simu. Sasa huyu mshikaji ana mke wake anaitwa Maria, wao ndo wako nyuma ya haya mambo yote ya kishenzi yanayoendelea katika shule pamoja na hospitali. Huyu mke wake Maria, yeye ndiye mmiliki wa ile hospitali ambayo Dr. Juna anafanya kazi, na huyu bwana mkubwa Marvin, kiufupi yeye ndio anaonekana ndio mmiliki wa ile shule, na wao wako tayari kufanya kila kitu ili kuokoa maisha ya binti yao Sophie. Baadaye Aska akiwa na wenzake akasema kwamba alipotazama vizuri mwili wa Sonya haukuwa na mkufu wake, na hili jambo linamtia wasiwasi kwa sababu Sonya hajawahi kuvua kabisa ule mkufu. Sasa kwa mujibu wa taarifa zinazosema na shule kwamba Sonya amejiua, kama alijiua yeye mwenyewe, maana yake ule mkufu ungekuwa shingoni mwake. Na kwa sasa tayari wanafunzi wamekwisha kutambua kwamba Aini mwalimu wao ni mama yake Sonya. Sasa watafanyaje ili kujua ukweli kama Sonya kweli alijiua ama aliuawa? Wakaamua waende shuleni kwa siri kwenda kuchunguza zaidi kwa ajili ya Sonya. Wakaenda sehemu ambapo Sonya alianguka, hawakupata kitu cha aina yoyote. Baada ya kuingia katika chumba cha Sonya, Shaka akaamua kutumia taaluma yake ya kipolisi kwa ajili ya kuchunguza vizuri. Akawa amegundua alama za damu na kuona kabisa mchakato mzima ambao Sonya aliupitia hapa kabla ya kuuawa. Mkuu wa shule Batman akawa amefika hapo, akawa ameuliza, nyinyi mmeingiaje hapa? Hamjaona utepe wa polisi? Kwa nini mmeingia hapa? Wakawa wamemwambia kwamba Sonya inavyoonekana hajajiua, ameuawa. Batman ikabidi kuwa mpole. Baada ya kutambua ukweli kwamba Sonya ameuawa, hajajiua, akaenda moja kwa moja kuzungumza na walimu wake. Akaenda kumwomba msamaha Miss Aini,
akisema kwamba kweli ametambua kwamba Sonya hajajiua bali ameuawa. Kisha akasema kwamba sikupata ripoti ya aina yote wala tume ya aina yote kuhusiana na kifo cha Sonya. Yeye alipewa shinikizo la kufanya haya yote na bwana mkubwa anaitwa Marvin, ambaye ndio kiongozi na mmiliki wa hii shule na mmiliki wa shirika ambalo liko nyuma ya hii shule. Sasa watu baada ya kusikia hilo jina lililotajwa Marvin, wakiwa wametambua kwamba huyo bwana mkubwa haonekani mara kwa mara kwenye hii shule. Mara mwisho alionekana miaka 10 iliyopita, tena alikuwa kwenye sherehe. Baada ya kutazama picha vizuri za matukio, wakagundua kwamba Marin, mke wake Marvin, ndiye mmiliki wa hospitali ambayo inafanya kazi kwa kushirikiana na hii shule, na Daktari Juna ndiye daktari mlezi wa watoto wote kwenye hii shule. Hili likaongeza mashaka sana. Wakatambua kwamba hata vijana walivyokuja siku ile kuambia kwamba wameuona mwili wa mkuu wa shule akiwa mfu store, yawezekana ni kweli. Wakahisi kabisa kuna jambo linafichwa juu ya hii shule. Batman akasema kwamba kwenye chumba cha mkuu wa shule kuna chumba cha siri, hivyo akaamua kuwapeleka huko, yawezekana wakapata mambo mengine zaidi machafu yaliyofichwa kwenye hii shule. Batman baada ya kuongoza walimu wote na kuingia katika ofisi ya mwalimu Rahidi, akaanza kutafuta pengine kuna siri zimefichwa. Wakawa wamepata daftari ambalo Rahidi aliandika kila kitu cha uongo na kila kitu haramu ambacho kilikuwa kinaendelea katika hii shule. Alichora mpaka ramani ya siri ya eneo la siri ambapo mambo yote ya kishenzi yanaendelea upande ule. Jioni hiyo Marvin akawa amemtumia ujumbe Daktari Juna ili afanye upasuaji wa haraka kwa sababu shule imefungwa, watu hawapo, watumie nafasi hiyo. Baada ya Daktari Juna akawa ameamua kwenda kufanya hiyo kazi bila kujua kwamba Oscar alimuona na akaanza kumfuatilia baba yake kwa siri, akamfuata na mzee mpaka akafika mahala akawa amevaa zile nguo zake za kujificha ficha. Akawa ameingia msituni, kijana yuko naye tu. Kijana akawa amempigia simu Shaka na kumweleza mahali ambapo anahisi kwamba Seno amefichwa huko. Akawa amemtumia location kabisa ili afike hapo mara moja. Oscar akaendelea kumfuatilia mzee. Akawa amemuona mzee kafika sehemu ambapo kuna mlango wa siri, kisha akawa ameingia ndani hapo. Sasa akiwa hapo anamtazama mzee wake, akawa ameuona mkufu ambao alikuwaga na uvaa Sonya ulikuwa hapo. Hii ikimaanisha kwamba Sonya alichokuwa anakizungumza kilikuwa ni kitu cha ukweli. Shaka na wenzake wote wakawa wamefika sehemu ya makutano, wakaingia msituni. Wakati huo huo Daktari Juna akamwambia Marvin kwamba hali ya Seno bado haiko salama, lakini Marvin hakujali kitu chochote. Anasema kwamba hana muda wa kuendelea kusubiri kwa sababu amekwisha kusubiri kwa miaka mingi sana. Hili zoezi lazima lifanyike. Wakawa wamempiga dawa ya usingizi kijana Seno ili waanze kufanya huo mchakato. Upande wa nje, Shaka pamoja na wenzake wakawa wamefanyikiwa kuingia mpaka ndani hapa, wakaanza kutafuta chumba kimoja baada ya kingine. Wakawa wamekipata chumba ambacho Seno alikuwa amefungiwa hapo. Marvin akawa amefika kwa nje na akawa amewafungia. Sasa baada ya kuwa amewafungia, Marvin akiwa na Daktari Juna hapo, akaanza kumuita baba yake akisema kwamba baba, niachie niondoke, mimi mwanao. Sasa mzee baada ya kusikia sauti ya mwanaye akaanza kumshawishi Marvin awaachie hawa watoto waondoke, la sivyo hatofanya upasuaji. Lakini msikaji alijali, sasa hakujali kitu chochote. Hili jambo lilikuwa limezua mabishano makubwa sana na watoto wote wanasikia hicho kinachoendelea. Marvin akamwambia kwamba fanya upasuaji kwanza, ukishamaliza upasuaji wewe ndo utajua hawa unawaachia ama uwaachie. Kisha kwa wameondoka hapo mara moja, lazima wakajiandae kwa ajili ya upasuaji. Watu wakajua kabisa anaenda kufanyiwa upasuaji ni Seno. Januari akajaribu kufungua mlango lakini ikashindikana kwa sababu kwa nje funguo iliachwa hapo hapo. Katika chumba cha upasuaji, Seno akiwa na ufahamu kwa mbali akawa amemtambua Dr. Juna, akamuita mjomba. Marvin hakujali kabisa kuhusiana na hilo jambo. Yeye akamwambia atufanye upasuaji. Sasa upande wa chumba ambacho Shaka alikuwa amefungwa na wenzake, kwa kukata tamaa, Shaka akawa amekiri kwamba jamani, mimi ni kaka yake Seno na nimefika hapa kwa ajili ya kufuatilia na kuchunguza kupotea kwa mdogo wangu. Mimi ni askari polisi. Watu wakawa wameshangaa. Sasa wakiwa bado wanashangaa, Batman pamoja na walimu wengine wakawa wamefika hapo na wakawa wamefungua mlango. Wao wamefika hapa kwa kufuata maelekezo ya siri aliyoachwa na mkuu wa shule Rahadi. Kila mmoja akawa amesema namna gani amefika hili eneo. Basi mchakato ukaanza ni kumtafuta Seno mahali alipo. Kwenye chumba cha upasuaji wakiwa nasubiri Seno apitiwe na usingizi vizuri, Juna akasema kwamba anashindwa kufanya hivi kwa sababu huyu kijana ni rafiki yake mkubwa sana wa kijana wake. Anaumia sana moyo, hawezi kufanya hili jambo, sio jambo jepesi kabisa kwake. Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba mwanaye anajua kabisa kinachoendelea. Kama lolote litakalomtokea rafiki yake, manake hawezi kabisa kumsamehe baba yake. Akamsii Arvin awe na subira mpaka kesho tu, yeye lazima atajitahidi huko hospitalini na atapata figo mbadala kwa ajili ya binti yake Sophie. Marvin yeye hakutaka kabisa kusikiliza stori za aina yote, akamwambia kwamba sikiliza, ni miaka mingi sana nimekwisha kuvumilia, fanya upasuaji kwa ajili ya kumwokoa binti yangu. Jamaa akamwambia kwamba kama hutafanya hivyo nitakufutia kabisa leseni na nitakufukuza kazi na nitakupeleka gerezani maisha. Dr. Juna akasema kwamba yote heri, ni bora kukosa yote, ni bora kuishia maisha yangu yote gerezani kuliko kufanya dhambi hii. Marvin akawa amekasirika sana,
akamwambia kwamba nitahakikisha hata mwanao ninamuua, hakika nitamuua mwanao. Yakazuka mapambano hapa. Kwa hasira Marvin akawa amemchoma kisu Juna akawa ameanguka chini, yuko hoi. Muda huo Shaka na wenzake wakawa wamefika hapo, wanamuita Seno. Marvin akawa amevaa maski yake, wakawa wamevunja mlango na kuingia ndani hapa. Wakawakuta watu wote hawajitambui, yani sio Dr. Juna wala sio Seno. Mara moja Marvin akawa ametoka hapo. Sasa kwenye kutoka watu wakawa wamemuona, wakawa wamemuungia tela. Shaka baada ya kumkamata huyo mshikaji akamjaza data kidogo, akamvua kinyago. Wewe ni nani? Kwa sababu wanafunzi wengi hawamtambui huyu mtu. Wewe ni nani? Sasa kwenye kumpiga mke wa huyu mwanaume akawa amefika hapo na akawa amemshambulia Shaka. Marvin akawa amemchoma na kisu, kisha akawa ameondoka hapo na mke wake haraka. Upande mwingine Dr. Juna akaomba msamaha sana kwa Asuka kwa kumdanganya kwa muda mrefu. Akasema kwamba ameyafanya yote haya kwa sababu ya vitisho vya Marvin. Kama asingeweza kutekeleza haya mambo yote, ni lazima wangemuua Asuka, na yeye Asuka ndiye tunu pekee ambaye amebaki nayo katika maisha yake. Lakini najivunia sijaweza kufanya upasuaji kwa Seno. Hii ni kwa ajili yako mwanangu. Baba kisha akawa amefariki mikononi mwa mwanaye. Shaka na Seno wakawa wamepelekwa hospitalini. Baada ya muda Seno akawa amefanikiwa kuamka. Akawa ameulizia kaka yake yuko wapi, wakamwambia kwamba kaka yako yuko katika chumba cha upasuaji, hali yake bado kidogo sio nzuri. Kesho yake wakaenda kumtembelea Shaka ambaye kwa sasa amekwisha kupata ufahamu. Seno akamshukuru Shaka pamoja na marafiki zake kwa kuhatarisha maisha yao, waokoe maisha yake. Siku chache baadaye, baada ya Shaka kupona kabisa, akiwa na marafiki zake wakiwa nyumbani kwake, wamefika kwa ajili ya kumtembelea. Shaka bado anaumia. Kwa nini yule mhalifu hajafanikiwa kumkamata? Alifanikiwa kutoroka. Sasa hakuna mtu yoyote ambaye alimuona hiyo sura tofauti na yeye. Kwa bahati nzuri, Asuka alikuwa ni mshikaji mzuri sana kwenye kuchora. Shaka akaamua kumwelezea namna ambavyo mshikaji anaonekana. Baada ya kuwa amemchora kabisa, kila mmoja akaitazama hii picha. Hakuna hata mtu yoyote ambaye alikubali kwamba anamfahamu huyu mtu. Baada ya kuzungumza, Ricky akaomba ruhusa kwamba yeye anahitaji kwenda nyumbani mara moja. Jaden pia akawa ameungana pamoja naye. Ricky pamoja na Jenny wakiwa ndani ya gari. Ricky akamwambia kwamba umeuona vizuri ule mchoro uliochorwa? Jaden akasema ndio, nimeuona vizuri. Ule mchoro unafanana sana na baba yako. Umetambua hilo jambo? Jaden akasema kwamba hapana, haiwezekani. Baba yangu hawezi kufanya vitu haramu kama hivyo. Ricky akasema kwamba mimi nilifahamu yule mtu anafanana na baba yako, hivyo kuweza kabisa kumwambia Shaka kuhusiana na hilo jambo, kwa sababu wewe ni kama familia yangu. Wewe ndio mtu ambaye uko karibu na mimi maisha yangu yote. Jaden akawa amemshukuru sana kwa hilo. Lakini sasa muda mfupi baadaye, Jaden akawa amemgeuka Ricky, akawa amemshambulia Ricky na Ricky akawa amepoteza fahamu. Haya mambo yanakoenda, vitu vinageuka tu. Jaden baada ya kutoka hapo akawa amempigia simu Shaka, akamwambia kwamba Shaka, nimetambua kuhusiana na yule mhalifu ambao mmemchora na watumia location, mfike nyumbani kwangu tuone namna sahihi ya kufanya hilo jambo. Shaka wakawa wamewajulisha wenzake kuhusiana na hilo jambo. Upande wa January pamoja na January, wao wakawa wamebaki mgawani wanapiga stori. Hao washikaji wametokea kwa marafiki kinoma. Yaani January yeye ni mtaalamu wa kuhaki, January yeye ni mtaalamu wa kufungua milango. Wanapiga stori, wanasema kwamba yule mtu aliyechorwa kwa nini hatujamjua vizuri? Tunamfahamu tu kama Marvin. Baada ya kufanya utafiti wa kina, wakawa wamepata habari zaidi kuhusiana na Marvin na wakawa wamepata uhusiano wa familia ya Marvin pamoja na shule ambayo wao wanasoma pamoja na hospitali ambayo babake Asuka anafanyia kazi. Kwenye kukagua vizuri, wakawa wametambua kwamba wanayafanya haya mambo yote kwa sababu binti yao Sophie anahitaji figo. Sasa kwenye kutazama vizuri picha ya familia ya Marvin, wakawa wameshangaa kumuona Jaden pia ni mtoto wa Marvin. Wakawa wameingiwa mashaka sana, wakahisi kabisa pengine marafiki zao wanaenda kuingia kwenye hatari. Sasa upande wa Shaka, Asuka, Seno pamoja na Miss Aura wameenda moja kwa moja katika nyumba ya Jaden. Walipofika hapo, wakaelekezwa waende bustanini huko nyuma ya nyumba. Walipofika hapo, Jaden akawa ametokea upande wa nyuma, akawa amemteka Aura. Jaden mara moja akawaambia kwamba wote waweke simu zao chini. Jaden akawa ameingiza katika chumba kimoja, akamwagiza Shaka awafunge wengine wote, kisha akamwambia Shaka yeye mwenyewe pia ajifunge yeye mwenyewe. Lakini sasa Shaka kwa sababu yeye ni mjanja akawa amejifunga kidogo kwa siri. Janja ni nyingi sana. Upande wa January pamoja na January wakaamua kuwatafuta wenzao ili wawajulishe hilo jambo, lakini sasa simu zao hazipatikani. January akaamua kutumia ujuzi wake, wakawa wamepata location na washikaji zao wapo huko, wakaamua kwenda moja kwa moja na wao eneo hilo. Walipofika hapo, wakawa wamefanikiwa kuingia mpaka ndani hapa. Sasa wao washikaji ni watoto fulani wametoka katika maisha ya kawaida sana, wakaanza kushangaa ukubwa hii nyumba. Kwenye kutazama, wakawa wameona picha ambayo inaonyesha ni picha ya familia na Jared yuko hapo. Sasa wao wakati wanaendelea kushangaa, upande wa Shaka pamoja na wengine, Marvin pamoja na mke wake wakawa wamefika hapo, wakaanza kuzungumza siri zao mbele ya hawa watu wote. Wanasema kwamba wanahitaji figo ili itumike kwa ajili ya kumponya binti yao. Wako tayari kufanya shughuli ya aina yoyote ili kuhakikisha binti yao yuko sawa.
na wanasema kwamba mtu ambaye yuko sahihi kwenye hili jambo ni Seno, kwa sababu Marvin ndiye mmiliki wa shule. Akawa amekiri kwamba ni kweli waliwahi kufanya upasuaji kwa bwana mkubwa Andre na kuchukua figo yake, lakini figo hiyo ilifanya kazi kwa miaka michache tu, na sasa wanahitaji tena kupata figo kutoka kwa Seno. Wanasema kwamba walitafuta ufadhili wa figo lakini walishindwa, hawakupata mtu ambaye aliweza kujifadhili kwa ajili ya kutoa figo. Ndiyo maana waliamua kutumia wanafunzi wa SHS kwa kisingizio cha programu ya kubadilishana na wanafunzi wengine kutoka nchi za nje. Marvin akasema kwamba mkuu wa shule, yani marehemu, alianza kushuku programu hiyo na akawa amegundua ukweli, na ndiyo sababu ambayo ilipelekea kifo chake. Lakini pia kuna wanafunzi ambao wamekwisha kutoweka pamoja na walimu. Wote walitoweka kwa sababu walikuwa karibu sana na Andre na walitambua siri kwamba Andre aliibiwa figo yake. Sababu hiyo ilipelekea kifo chao. Jaden akawa amekiri kwamba yeye mwenyewe ndiye aliwaua watu hao na hata pia alimuua mkuu wa shule mbele ya Seno. Sasa Seno ndio akawa ametambua kwamba mtu ambaye alimpa onyo kuhusiana na ile programu iliyokuwa inaendelea alikuwa ni mkuu wa shule hiyo hiyo na muuaji alikuwa ni Jaden. Sasa kwa mujibu wa tambo ya hii familia inaonyesha wazi kwamba hakuna mtu yoyote atakayetoka salama kwenye hili eneo. Sasa wakati upasuaji unataka kufanyika, upande wa Jare pamoja na Anwar kule ukawa maangusha kitu kwa bahati mbaya. Hizo kelele zilikuwa zimefika upande huu. Marvin akawa ametoka hapo kwenda kuangalia ni kina nani hao. Zikapigwa 1 2 3, wakawa wamemdhibiti vizuri huyo mzee na kumweka chini. Lakini sasa kwa bahati mbaya Jaden akawa amefika hapo na akawa amewapiga wote, wakawa wamepoteza fahamu. Yaani hii familia, baba mshale, mama mshale, mtoto mshale. Baada ya Jaden kwenda kuzungumza na baba yake, Marvin akawa amekiri kwamba yeye ndiye aliyemuua Andre. Akakubali kubeba hatima ya familia nzima kama lolote litakalotokea. Akasema kwamba Sophie ni mtoto mdogo ambaye anahitaji matunzo. Akamsii Jaden kwamba amshughulikie mdogo wake, ahakikishe anaishi maisha mazuri. Yeye ameamua kujitoa. Kama atakuja kukamatwa na polisi, yeye basi maisha yake yote ataishia jela, lakini Sophie ni lazima aokolewe kwanza, kwa sababu Jaden wenyewe wamemlea katika mazingira mabovu na mwovu na kuona kama uhalifu ni jambo la kawaida. Huyu mshikaji akawa amekasirika sana baada ya kuona kama familia yake inamjali sana Sophie kuliko yeye mwenyewe, hivyo akawa amemtia shoti za kutosha huyo mzee na akawa amemwacha hapo. Upande wa chini Shaka akawa amefanikiwa kujiokoa moja kwa moja, akawa amemvaa Marian. Lakini sasa Jaden alikuwa amefika hapo, zilipigwa sana. Jaden alikuwa ametoka hapo mbio mbio, Shaka akawa amemuungia tera. Shaka akawa ameweza kumdhibiti kabisa Jaden na kuwa amemwacha chini hapo. Upande wa ndani watu wakawa wamefanikiwa kujiokoa na wakawa salama. Ricky anakuja kushtuka, yuko hospitalini. Mbele yake wazazi wake wako hapo wanamuomba radhi kwa sababu wamekaa mbali na huyu kijana kwa muda mrefu, jambo ambalo Ricky inaonyesha wazi kwamba ndiyo maana Ricky alikuwa karibu sana na mshikaji wake Jaden, lakini yeye sio mtoto wa kishua kivile. Huyu jamaa ametoka kwenye maisha ya kawaida tu na wazazi wake walikuwa wamekwisha kumtenga kwa muda mrefu. Wakawa wamemuomba radhi sana, wakamsii kijana wao arudi katika maisha yao na wakaahidi kwamba hawatakuwa mbali na yeye tena. Upande wa bwana mkubwa Januari akaenda kumtembelea baba yake gerezani, ambaye baba yake alifungwa kutokana na kuwa mwizi. Huyu mzee ndiye alimfundisha huyu kijana kufungua milango kwa siri. Baba na mtoto akili moja, lakini babake hakutaka kabisa kijana wake aishie kwenye mikono ya polisi ama kuishia gerezani kama jinsi yeye alivyoishia gerezani kwa sababu ya uhalifu. Akamsii sana kijana wake afanye mambo mema, ajiweke karibu na marafiki ambao ni wasafi na sio watu ambao wanahusika na mambo ya uhalifu. Shule ikarudi kama kawaida, maisha yakaendelea kama kawaida, lakini Asuka alikuwa anaingiwa na huzuni kwa sababu binti ambaye alikuwa ametokea kumpenda kwa sasa hayupo kando yake tena, lakini bora tu rafiki yake Seno amerudi tena katika maisha yake ya kawaida. Shaka alimchukulia Asuka kama ndugu yake, kwa sasa amemweka kwenye familia yake. Kwa sasa wako watatu, yani ni Asuka, Seno pamoja na Shaka. Asuka akamsamehe baba yake kwa makosa yake yote, lakini bila baba yake kujua, kwa sababu tayari amekwisha kufariki dunia. Marvin walikuwa wanamtumikisha baba yake Asuka baada ya kifo cha mke wake. Kwa hiyo Juna alikuwa anafanya yote haya sio kwa mapenzi yake, ni kwa sababu alikuwa anatishiwa maisha yake pamoja na maisha ya kijana wake. Shaka kazi yake shuleni hapa imekwisha kukamilika, hivyo hakuendelea tena na hii shule, akaamua kurudi kuwa askari kama kawaida. Aura pamoja na Shaka penzi lao lilikuwa limezalika rasmi, wakawa ni wapenzi, kwa sababu Sophie binti wake Marvin kwa sasa amebaki yeye mwenyewe. Aura, Seno, Asuka pamoja na Shaka wakawa wamejitolea kwamba watamlea na wakamwahidi kumtunza kama mwanafamilia yao mpya. Kwa sasa hayuko tena kwenye familia ya Marvin, Maria pamoja na kijana wao Jaden. Wao hawapo tena kwenye hayo maisha. Sasa ukumbuke hii shule ilianzishwa na vigogo fulani hivi ili
kutakatisha pesa ili kujifanya wao wanasaidia watoto yatima na watoto ambao hawajiwezi. Hii haimaanishi kwamba Marvin ndiye alikuwa mmiliki wa ile shule. Ilikuwa ni shule ya vigogo, watu ambao wako serikalini wanapiga pesa. Kuna mtu mmoja akawa anazungumza na simu. Huyu jamaa ni moja kati ya mafisadi hao, anazungumza na fisadi mwenzake ambao walianzisha mradi huo wa shule. Yule mwingine anamwambia kwamba ikikupendeza, ikiwezekana, hiyo shule ifungwe mara moja kwa sababu imechafuliwa na Marvin. Marvin amefanya vitu vya hovyo sana kwenye hiyo shule, vitu ambavyo vilikuwa ni nje ya malengo yao. Yaani Marvin alifanya vile kwa ajili ya kupambania maisha ya mtoto wake, alikuwa anaitumia vibaya kwa kuendesha biashara haramu. Lakini huyu jamaa akawa amemwambia kwamba kwenye simu, hii shule bado nina malengo nayo, siwezi kuifunga kwa sasa. Shule itaendelea kama kawaida. Filamu hii inaishia hapa. Goodbye. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ulikuwa na mimi OKRAN Okran.